أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Watukufu wa Islam, awali yote hatuna budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia mimi na wewe kutufikisha katika siku hii adhim, kutufikisha katika mwezi huu uliokuwa adhim, mwezi wa Dhulhijja. Kwa hili hatuna budi ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kwani kuna wenzetu wengi ambao walitaraji kuipata swala hii ya Idi, lakini kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah hajawezesha. Mimi na wewe kitendo cha kuipata swala hii ya Idi wallahi ni neema kubwa. Mwenyezi Mungu atukubalie swala yetu, na tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zetu ambao wapo katika mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija, Mwenyezi Mungu akubalie ibada yao. Mwenyezi Mungu ajalie hija yao iwe ni sababu ya kufutiwa makosa yao. Na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba atujalie na sisi mwakani twende kutekeleza ibada hii. Mwenyezi Mungu ajalie mimi na wewe asitutoe katika ulimwengu huu mpaka tupeleke katika mji mtukufu wa Maka. Amin ya rabbal alamin. Watukufu wa Islam, niwaombe kila mmoja tuwe na subra, tuwe ni waja wa Allah. Na ninaposema tuwe waja wa Allah, waja wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao siku zote wanakuwa na utulivu pale maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanapotolewa, nyoyo zao zinakuwa na utulivu. Ukijikuta ndani ya moyo wewe ukikaa vikao kama hivi ama mfano wa hivi, waona wachelewa, waona kwamba muda wapotea, ujue moyo wako kidogo una matatizo. Lakini waja wa Mwenyezi Mungu siku zote anapotajwa Mungu na mtume, nyoyo zao zinakuwa na utulivu wa hali ya juu. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ni waja wa Mwenyezi Mungu hao. Sasa bila kutawarisha muda, hutuba imejieleza, mambo mengi tumeambiwa, lakini kwa lugha ya kigeni, lugha ya Kiarabu, na wengi si Waarabu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kusikiliza na kufafanuliwa kwamba hutuba imetueleza nini, tunatakiwa Waislamu siku hii tuitumie kwa njia gani, na alafu baada hapo tuyachukue yale maneno, kila mmoja tufanyeni mabadiliko. Lengo ya maneno ya Mwenyezi Mungu yanapotolewa ni watu wafanye mabadiliko. Mwenyezi Mungu atujalie tubadilike kwa maneno ya Mungu. Kijana Rajab, sogea hapa, wewe ndio utakuwa ni mutakallim siku hii ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da.
وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni katika swala zima la kumcha Allah. Nimesimama mbele yenu sikuwa mjuzi wa kuzungumza, wapo wanaojua zaidi kuliko mimi, lakini nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kutekeleza amri ya shekhe wangu. Wamesema wenye kusema, imtithalu amri khairu min suluki al-adab, kutekeleza amri ni bora, ni miongoni mwa njia za adabu. Leo hii nitataka kuikumbusha nafsi yangu pamoja na kuwakumbusheni katika mada inayosema ni kwa sababu gani imeitwa idi ya kuchinja. Wasababuha, na sababu yake, anna sayyidna Ibrahim, hakika ya bwana wetu Ibrahim, lamma hajara ila al-ardhi muqaddasat, muda alipohamia katika ardhi takatifu, talaba min Allahi an yarzuqahu walada, aliomba kwa Allah amruzuku mtoto swalihan barra, mtoto mwema mwenye kutenda mema. Kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, inni zahibun ila rabbi sayahdi, mimi naelekea kwa Mola wangu mlezi ataniongoza. Rabbi habli minas salihin, Mola wangu mlezi nipe mimi mtoto mwema. Wabasharnahu bighulamin halim, na tukambashiria yeye kwa kumpa mtoto mpole. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, muda alipofika umri wa kwenda na kurudi pamoja naye, raa fil manam, aliona katika ndoto, qailan yaqulu lahu, msemaji akisema kumwambia, inna Allaha ya'muruka an tadhbaha waladaka Ismail, hakika ya Allah anakuamrisha umchinje mwanao Ismail. Wa ru'ya al-anbiya, na ndoto za manabii, wahyi min Allah, na wahyi kutoka kwa Allah. Raa dhalika fi 3 layali, aliliona hilo katika usiku 3. Lailatul tarwiyah, yaumut tarwiyah, siku ya tarwiyah, ya kufikiria kwamba ndoto hii atoka kwa Allah ama kwa shaitani, mwezi 8. Wa yaumu Arafa, na siku ya Arafa, alipojua kwamba ndoto hii atoka kwa Allah, mwezi 9. Wa yaumu nahari, na siku ya kuchinja ambayo ni mwezi 10 leo hii. Faarafa min dhalika annaha min Allah Ta'ala, basi akajua hakika ya ndoto hiyo yatoka kwa Allah. Famtathala amra rabbihi, akaazimia kumchinja mwanao, akatekeleza amri ya Mola wake. Waazama ala nahari waladihi, na akaazimia kumchinja mwanao. Faqala libnihi, akasema kumwambia mwanao, kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, ya bunayya inni ara fil manam, mwanangu kipenzi, naona katika ndoto, anni azbahuka, mimi nakuchinja. Fanzur madha tara, tazama unaonaje? Qala Ismail, akasema Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu kipenzi, fanya uliloamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta mimi miongoni mwa wenye kusubiri. Faakhadhahu sayyidina Ibrahim, basi akamchukua bwana wetu Ibrahim ila mahali na mpaka sehemu pa kuchinja. Waadhajahu, na akamlaza. Fa inda dhalika wajjatul malaika, mbele ya hilo walishangaa malaika. Wanadahu Allah Ta'ala ala lisani maliki, akamwita Allah juu ya ndimi za malaika. Biqaulihi Ta'ala, kwa kauli yake Allah. Wanadau ya Ibrahim, tukamwita ewe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, hakika umesadikisha ndoto. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika yetu sisi ndivyo tunavyowalipa wenye kufanya wema. Wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamkomboa Ismail kwa kichinjo kitukufu. Kabisha samini min aljanna, kondoo mnene kutoka peponi. Jaa bihi Jibril, alikuja naye Jibril. Faqala lahu, akasema Jibril kumwambia Ibrahim, qala lahu, akasema Jibril kumwambia Ibrahim, idhbah hadha wala tadhbah Ismail, mchinje huyu kondoo na usimchinje Ismail.
فصار ذلك سنة مرضية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Basi likawa hilo la kuchinja ni sunna yenye kuridhiwa kwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatakiwa wachinje kwa ajili ya Allah kile inapofika siku hii ya leo. Je, ni wangapi tumeandaa vichinjwa ng'ombe, mbuzi au kondoo kwa ajili ya siku hii ya leo? Ni kweli hatuna uwezo au hatutaki? Tuacheni mazoea, tubadilikeni. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبركاته. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. Watukufu Islam, nadhani tumesikia maneno ya kijana ambayo alikuwa akielezea kisa kitukufu kabisa, kisa ambacho kimejaa mafunzo makubwa kwetu sisi Waislamu. Tunajifunza nini katika kisa hichi? Jambo la kwanza ambalo tunapata mafunzo Waislamu katika kisa hichi ni kwamba kile kitendo cha Nabiyullah Ibrahim pamoja na mwanawe Ismail kuwa ni watiifu katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema falamma aslama watallahu liljabin, muda ambao Nabiyullah Ibrahim na mwanawe Ismail walipojisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wote wawili, bimaana baada ya Nabiyullah Ibrahim kuoteshwa katika ndoto kwamba anatakiwa amchinje mwanawe Ismail. Ni kisa ambacho kwamba ni kirefu sana. Nabiyullah Ibrahim yeye siku moja alitoa mali zake zote kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile akawekania lau Mwenyezi Mungu atamruzuku mtoto, basi vile vile atakuwa tayari mtoto huyo amtoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamruzuku Nabii Ibrahim mtoto Ismail. Masiku yamekwenda, malaika akaja kumkumbusha Nabiiullah Ibrahim kwamba Ibrahimu, wewe uliweka nadhiri, uliweka ahadi na Mwenyezi Mungu kwamba lau Mwenyezi Mungu atakuruzuku mtoto, basi yule mtoto kadhalika utakuwa tayari kumtoa, kumchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aufi binadhirika, tekeleza nadhiri yako. Mtoto ni huyo huyo mmoja, na mtoto wenyewe alishafikia umri wa kwenda na kurudi pamoja na baba yake. Nabiiullah Ibrahimu alikaa muda mrefu hajapata mtoto. Mwenyezi Mungu kamruzuku mtoto. Mtoto yule yule leo hii anatakiwa amchinje. Malaika akajamkumbusha kwamba wewe uliweka nadhiri, uliweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu akikuruzuku hata mtoto utakuwa tayari kumtoa. Nabiiullah Ibrahim akafikiria ile ndoto, ni ile yaumu tarwiya, siku ya kufikiria kwamba ile ndoto minallahi am minash shaitani, ndoto niliyoiota mimi ni yatoka kwa Mwenyezi Mungu au kwa shaitani, ambayo ilikuwa ni juzi yaumu tarwiya, mwezi 8 wa yaumu Arafa. Ndoto ile ikajirudia tena siku ya Arafa, na imeitwa siku ya Arafa kwa sababu Nabiiullah Ibrahim alitambua kwamba ile ndoto aliyoiota haitoki kwa shaitani, bali ni ndoto ya haki kabisa, ni ndoto ya kweli. wa ru'yal anbiya'i sadiq, wahyu min Allah ta'ala, na siku zote ndoto za mitume ni za kweli na kadhalika ni wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akalitambua hilo kwamba yeye ile ndoto inatoka kwa Mwenyezi Mungu na anatakiwa amchinje mwanawe. Tumsalie Mtume Muhammad
Angalia, huu ni mtihani kama anavyosema Mwenyezi Mungu, inna hadha la bala'un mubin. Jambo aliyopewa, amri aliyopewa Nabiullah Ibrahim ni mtihani mkubwa, ni mtihani uliokuwa wazi kabisa. Lakini Nabiullah Ibrahim watukufu wa Islam alikuwa tayari kutekeleza mtihani ule, lakini vile vile mwanawe alijisalimisha. Angalia, ni mtihani Mwenyezi Mungu alikuwa mpima kipenzi chake, hal yaf'al khalilu, kwamba je, atafanya kipenzi chake ma yaamuruhu, yale aliyomwamrisha, wa hal yuhibbu Allah akthara am yuhibbu ibnahu akthara. Mwenyezi Mungu alikuwa ataka abainishe kwamba Ibrahim, je, ana mapenzi makubwa ya kumpenda mwanawe au ana mapenzi makubwa ya kumpenda Allah? Lakini Nabiullah Ibrahim ikathibitika kwamba yeye mapenzi yake makubwa ni ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho kwamba alikuwa tayari kumchinja mwanawe, haja sita kumchinja mwanawe. Tumswalie Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu akamletea badali, akaja Jibril alayhi salam na kondoo kutoka peponi. Kondoo yule ndio yule ambaye wale watoto wawili wa Nabii Adam, Habil na Qabil, kisa ni kirefu sana. Walitaka Habil na Qabil, waliambiwa walete sadaka. Mmoja akaleta, alikuwa ni mkulima, mwingine alikuwa ni mfugaji. Ilikuwa ni kesi ndefu kwa ajili ya mke tu. Kwa hiyo yule aliyotoa kondoo alikubaliwa sadaka yake ile, na yule kondoo akachukuliwa. Ndio siku ile akaja naye Jibril moja kwa moja akamletea ni fidaa kwa Nabiullah Ismail, ikawa ni fidia kwa Nabiullah Ismail. Akaja akamwambia, idhbah hadha wala tadhbah Ismail, mchinje kondoo huyu wala usimchinje nani? Ismail alayhi salam. Mwenyezi Mungu alikuwa ataka ajue, abainishe kwamba vipi Ibrahimu ana mapenzi makubwa ya Mwenyezi Mungu ama ana mapenzi makubwa ya watoto wake. Kwa hiyo likawa hili, ndugu zanguni katika imani, swala la kuchinja ndiyo sunna, mwenendo wenye kuridhiwa kwetu sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nao kwetu sisi ni mtihani. Mwenyezi Mungu anataka kutubainishia, kutudhihirishia kwamba sisi ni waumini wa kweli ama si waumini wa kweli. Hii Idi ni mtihani kwetu. Tusione furaha kila inapofika hii Idi. Ni mtihani kwangu mimi na wewe. Ni Idi ya kuchinja. Je, tutatoa vyetu, tutatoa wanyama tuliokuwa nao kwa ajili ya kuchinja ama tutawazuia? Mungu atakatubainishie hilo kwangu mimi na wewe. Je, tutatoa pesa kwa ajili ya kwenda kununua vichinjwa tukachinja ama tutazuia? Hii Idi kila inapofika ni mtihani kwangu mimi na wewe, kama vile ilivyokuwa mtihani kwa Nabiullah Ibrahimu kutakwa kumchinja mwanawe. Mungu anataka kutubainishia imani zetu, kama anavyosema kule, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je, watu hivi wanafikiria ya kwamba Mwenyezi Mungu atawaacha hivi hivi tu kwa kuwa wanasema tumeamini, na ilhali kwamba hawatopewa mitihani? Hakuna jambo hilo. Miongoni mwa taratibu za Mwenyezi Mungu anasema, laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Mwenyezi Mungu mitihani aliwapa mitihani waliopita kabla yetu sisi. Kwenye ile mitihani alibainisha walionekana wa kweli ni wakina nani
na wadanganyifu ni wakina nani. Kwa hiyo hata hii Idi Waislamu inapofika, Mwenyezi Mungu anataka kutubainishia kwamba sisi twasema ni Waislamu, tumeukubali Uislamu, tumeupokea Uislamu. Vipi Uislamu wako wa vipi? Ikiwa Idi hii ni Idi ya kuchinja, watakiwa mimi na wewe tuchinje. Ni wangapi leo hii Waislamu wanaochinja? Hili jambo tumelipuuzia sana. Si kwamba hatuna uwezo wa kuchinja Waislamu, lakini tumelipuuzia. Halipo katika nyoyo zetu, halipo jambo hili katika mipango yetu, tumelipuuzia. Si kwamba Waislamu hatuna uwezo. Hapo ukiangalia kila mmoja utakuta ana ng'ombe, ana goto, ana mbuzi, wapo twafuga. Sasa vile tunavifuga kwa ajili gani? Twafuga kwa ajili ya pungu ama twafuga kwa ajili ya Mungu? Kile unachokifuga wewe una malengo nao gani Muislamu? Ndugu zanguni katika imani, leo ni siku ya kuchinja, lakini kuchinja huku Waislamu kunaendelea. Leo ukipata fursa unachinja, lakini kama vile vile hujajaliwa leo, kesho ni siku ya kuchinja, kesho kutwa ni siku ya kuchinja. Ayamu tashrik, yale masiku matatu ya kubanika nyama yale, yote nayo ni masiku ya kuchinja. Hujapata fursa ya kununua mnyama leo, kuchinja leo, kesho chinja. Ayamu tashrik, masiku haya ya kubanika nyama, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ayamu al-akli wa shurbi wa dhikrillah, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika hutuba imetuhusia Waislamu juu ya utukufu na ubora wa siku hii ya leo. Kwanza tupo katika masiku yaliyokuwa matukufu, lakini tupo katika mwezi uliokuwa mtukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, Mwenyezi Mungu anasema msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Huu mwezi tuliokuwa nao ni mwezi mtukufu. Hii siku tuliokuwa nayo ni katika siku iliyokuwa tukufu. Walfajr wa layali al-ashr. Kwa hiyo tujichunge Waislamu, sisi wenyewe pamoja na watoto wetu, ndani ya siku hii hasatan tujichunge, matendo yetu yawe ni yenye kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuacheni mazoea. Tuna mazoea mabaya leo hii tuliyozoea, ambayo baadhi ya vijana wa Kiislamu, baadhi ya mabinti wa Kiislamu, inapofika siku hii ya leo ndio waona ni siku ya kumuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama mtu hajakunywa pombe leo hii ndio ataona ni siku ya kunywa pombe. Katika siku tukufu, mwezi mtukufu, leo Muislamu Mwenyezi Mungu awatazama wenzetu wapo katika Baitullahil Haram, anawatizama kwa hurma kwa matendo yao wanaoyafanya. Mimi na wewe Mwenyezi Mungu anatutazama tupo katika maasi. Kwa hiyo tujiepushe ndugu zanguni katika imani na kumuudhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hususan katika siku hii ya leo. Tuacheni kufanya yale yote ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake alikuwa akiwahusia wanawake, ya ma'shara an-nisa, enyi kongamano la wanawake, tasaddaqna, toeni sana sadaka. Mtume anawahusia wanawake, toeni sana sadaka, wa akthirna min al-istighfar, lakini vile vile enyi wanawake zidisheni sana kuleta istighfari, muombeni sana Mwenyezi Mungu msamaha. Toeni sadaka kwa wingi, lakini vile vile kithirisheni sana kuleta istighfari, mtakeni Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa nini? Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar,
hakika yangu mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimekuoneni nyinyi ni watu ambao mtaingia kwa wingi sana motoni. Mtume awaambia wanawake, awahutubia wanawake washikamane na mambo mawili. Kwanza watoe sadaka, lakini vile vile mara kwa mara walete istighfar. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema mimi nimewaona nyinyi wanawake mtaingia kwa wingi sana motoni kuliko wanaume. Pale alikuwa mama mmoja, haya maneno yalimstaajabisha sana, yalimuhuzunisha sana. Kwa nini sisi ya Rasulullah tutakuwa wengi motoni kuliko wanaume? Mtume akataja sababu zitakawapeleka wanawake motoni, alafu tuziangalie sababu hizi. Zitazame sababu hizi, ewe mwanamke wa Kiislamu, ewe binti wa Kiislamu. Je, unazo ama hauna? Yule mwanamke akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini sisi tutakuwa ni wengi motoni? Mtume akamwambia sababu itakawapeleka kwa wingi motoni wanawake, akasema tukthirna laana, kwa sababu nyinyi wanawake mwakithirisha sana kufanya mambo yenye laana. Hilo ya kwanza. Sababu itakawapeleka motoni, kwa sababu nyinyi mnakithirisha sana kufanya mambo yenye nini? Yenye laana, yaliolaniwa na Mwenyezi Mungu na Mtume. Sababu ya kwanza. Jiangalie ewe binti wa Kiislamu, jiangalie ewe mama wa Kiislamu, katika hili upo, kwamba sababu itakawafanya wanawake wende motoni ni kukithirisha kufanya wingi wa mambo ambayo yamelaaniwa na Mwenyezi Mungu na Mtume. Tuje katika mambo yalolaaniwa na Mwenyezi Mungu na Mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelani mwanamke anapotoka nyumbani kwake pasina ruhusa ya mumewe. Hata kama aenda dukani, hana ruhusa ya mumewe hajamuaga, hajampa ruhusa, la'anatha almalaika hatta tarji'a. Kila kitendo cha mwanamke kutoka nyumbani kwake pasi na ruhusa ya mumewe, waenda dukani hapo, hujamuaga mumeo, la'anatha almalaika hatta tarji'a. Ni wanawake wangapi leo hii wanatoka majumbani mwao pasina ruhusa za waume zao? Na hili waliona dogo. Tena anasema walau limauti ahadi abawaihi, ijapokuwa mwanamke huyo amefiwa kati ya wazazi wake wawili. Yani wewe umesikia habari baba yako amekufa au mama yako amekufa, hutakiwi kutoka pasi na ruhusa ya mumeo. Wanawake wangapi leo hii wanatoka majumbani wao pasi na ruhusa za waume zao, na waliona jambo la kawaida? Hata kama waenda maulidini, hata kama waenda msikitini, hata kama waenda darasa, hata ruhusa ya mumeo ni jambo muhimu sana. Hili wanawake tena waona jambo dogo sana. Babu, eti kila kitu ni mwage mimi, nimekuwa mtumwa. Mtumwa vipi? Yule ndio bosi wako. Kwani ni wangapi leo hii wanawake wanaofanya kazi maofisini, mtu amepata lolote hawezi kutoka pasi na ruhusa ya nani? Ya bosi. Utatoa ruhusa, utaomba ruhusa. Kwa nini huyu mumeo humuheshimu? Kwa hiyo jambo la kwanza Mtume anasema tukthirna laana. Na miongoni mwa vitendo vilivyolaniwa, kunyoa nyusi. Wanawake wangapi leo hii wanyoa nyusi? Nyusi za nyolewa hizi, ambiwa tafuta usichana, anyoa nyusi alafu paka wanja, ajiona mzuri, kumbe kama komba tu. Mwenye ajiona kapendeza, kumbe kama kindala ndege tuliko kwenye mti, huna uzuri wowote. Leo ndio waona fashion wanawake, mabinti wa Kiislamu
wanyoa nyusi. Yawezekana mke wangu, mke wako kazi hiyo haifanya. Lakini angalia katika vitu ambavyo vimelaaniwa, kuunganisha nywele. Wanawake wangapi leo hii waunganisha nywele? Kudhihirisha mapambo. Wanawake wangapi leo hii wadhihirisha mapambo? Na leo ni kipindi hiki cha mtandao, takuta mke wa mtu, binti hajaolewa, wamejaa kwenye Facebook, TikTok, wako kibao. Mtu kaeka pozi, kajitia wanja, rangi ya mdomo, sijui lipstick, sijui nini chose stick, sijui nini stick, alafu ufyatua fya, huyo ajituma. Wamejaa kibao wanawake wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu. Aona kwamba ndio uzuri, kumbe ni jambo lilolaaniwa. Wanawake hawataki kudhihirisha mapambo. Leo ni wanawake wangapi leo hii wanaodhihirisha mapambo? Tena angalia cha ajabu, mwanamke anatakiwa ajipambe kwa ajili ya mumewe. Leo mwanamke hajipambi kwa ajili ya mume. Ukimuona ajipara, mpaka watoto wajua. Mpaka watoto leo hii wajua. Akimuona mama amejipara, amevaa vizuri, auliza mama leo enda wapi? Safari. Mtoto yule mdogo ajua kwamba huyu mama hajipambi kwa ajili ya baba. Atakapojipamba huyu ana safari, kuna harusi, aenda sijui kliniki, aenda sijui sokoni, aenda wapi. Wanawake wangapi leo hii wenye kudhihirisha mapambo? Hili ni jambo la laana. Wewe mwanamke watakiwa kujipamba, watakiwa ujipambe, lakini yale mapambo yako yasidhihirike. Hata kama umepaka ina, asione mwanamume ajnabia, mwanamume wa kando, ile ina yako asione, aione wale watu ambao si haramu wewe kukuoa. Leo wanawake wangapi paka wanja, enda zake sokoni. Yaani wanja apakwa leo, enda zake sokoni, enda zake kliniki. Hasa huko ampakia nani? Na haya ni madhara, ni kwamba wanaume wengi hatuna wivu. Wallahi hatuna wivu. Haya yote yatokea kwa sababu tumeacha sunna ya wivu. Hatuna wivu. Mwanamume mwenye wivu hauwezekani ukamwacha mkeo wewe atoka eti jicho kalipaka rangi, mdomo kapaka rangi, atoka enda sokoni. Wewe mwewe, wampakia nani huko? Mimi umeniacha hapa kwako, wampakia nani? Mtasababisha matatizo. Mwisho wa siku pressure kupanda ya mume. Hii namba ya nani? Namba ya nani? Usimwachie mwenyewe akajipara. Hii namba message ya nani? Wauliza nini? Uvomwachia kwenda sokoni akajipaka malipostiki, kajipaka nini? Ulikuwa tegemea nini wewe? Leo hii namba ya nani? Message mbona sielewi? Utaielewa tu. Utaelewa. Sio mwachia mwenyewe bwana. Utaelewa. Tukthirna laana. Mtume anasema nyinyi wanawake mtaingia motoni. Sababu itakaopeleka motoni kwa sababu mnakithirisha sana kufanya mambo yenye kulaaniwa. Leo tuangalie sikukuu hii, Idi hii, angalia vurugu zitakafanywa na mabinti wa Kiislamu, mabinti wa kina mama wa Kiislamu. Ile nguo yake yenyewe imembana. Nguo haitaki kubana. Nguo yenyewe kaishona, imeenda shono, imebanwa hivi. Huko wenyewe kumewekwa nanio, kumetokezea ile umbo limejichora. Tafuta nini wewe? Tukthirna laana. Angalia miongoni mwa mambo yalolaniwa ni riba. Leo angalia kati ya wanaume na wanawake, wakina nani wako wengi katika mikopo ya riba? Na wanawake. Lakini kadhalika sababu itakayopeleka nyinyi wanawake wengi motoni, watukafirna al-ashira. Na mnapinga heri mnaofanyiwa na waume zenu.
hamwashukuru waume zenu kwa kile wanachokupeni, hamna shukurani. Mwanamke wewe mnunulie kila naniyo kijora kitakachotoka mnunulie, ila kini siku zote siku tu sasa wewe una nini? Yaani mimi hapa nakaa tu nakalia wanangu, tena nasema nakalia wanangu. Kwa nini? Huna chochote unachomfanyia. Sikukuu hii haja huja hata dera huko, kumbe hilo nani ana nguo, ana kabati limejaa nguo kibao, nyingine pia hazijavaliwa, lakini hakuoni kwamba wewe wamhudumia, haoni kama wewe wamtumikia. Waangaika wenda tafuta. Subhanallah, wakati wengine mimi nikiwa safarini napata mazingatio makubwa. Tukifika mule sehemu zile za stendi zile, takuta naume mebeba machungwa, mikate, mtu afukuzia gari, mjomba, gari afukuzia, shaka utaingia kwenye tairi wewe. Lakini wafikiria huyu harakati zote hizo atafutia familia yake, jasho la mtoka afukuzia gari, kufika kule wala mkate haununuliwi, arudi tena mwanamume hachoki. Sasa mpaka jioni amfikiria ana uchovu kiasi gani huyu. Aya, arudi nyumbani apokelewaje? Baada kupozwa na maneno mazuri, kuandaliwa vizuri, watukafirna al-ashira. Lakini katika hadithi nyingine Mtume akasema, kuna maneno akaongeza, ittala'tu fil janna fara'aytu akthara ahliha al-fuqara wa tala'tu fin nar fara'aytu akthara ahliha an-nisa wa dhalika liqillati ta'atihinna lillah. Sababu itakawapeleka wanawake motoni kwa wingi, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni kwa sababu ya uchache wao wa kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali azwajihinna, na waume zao. Hawasikilizi wanaume, waume zao hawasikilizi. Baba zakawa tu kama nembo tu pale nyumbani, lakini wewe wasemaje vile raia mtifu? Raia mtifu upo tu. Kuna bwana mmoja, ilikuwa siku ya Eid kama hivi, alitoka na mwenzake aenda nyumbani siku ya Ijumaa, atoka na mwenzake aenda nyumbani, ajua mke wake atamkuta huko na mambo yatakuwa mazuri. Afika kule nyumbani, nyumba imefungwa na kufuli gap, hajaagwa na ana rafiki yake. Apiga, huyu mke wangu yuko wapi? Kufuli ile pale anambia hayupo bwana. Azugazuga nje sasa na rafiki yake, sijui amweka wapi. Sasa abiri ajitetea, itakuwa lakini yupo hapa, hajaenda mbali, wajua kenda wapi? Eti ajitetea, hajaenda mbali, yuko wapi? Lakini akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhalika likillati ta'atihinna wa lirasulih wa liazwajihinna wa kathrat tabarrujihinna. Sababu itakawapeleka wanawake, mabinti wa Kiislamu, wakina mama wa Kiislamu, sababu itakawapeleka kwa wingi sana motoni ni kudhihirisha mapambo. Kudhihirisha mapambo. Pambo kama pambo unalijua wewe. Mwanamke atakioje pambe, lakini kwa ajili ya mumewe. Uwanja upake kwa ajili ya mumeo ndani. Wajua hapa mume wangu saizi anatoka kazini, mpambie mpaka wanja. Lakini leo wanawake wanapokuwa majumbani, subhanallah, hawajipambi, hawapendezi, lakini siku ya kutoka ndio wanapendeza. Inna lillahi. Na haya ni madhara makubwa sana. Madhara makubwa. Sisi leo tuwaona ni vizuri, na mwingine aona kwamba mkewe akitoka bwana haja paka wanja,
hajafanyaje tena. Wengine utakuta ampigia simu kabisa, mweka hapa kwenye screen hapa. Wewe wamuuza mkeo, wamuuza nani?